Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Amma ba'd. Baada kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia ziada za rehma bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndugu zangu Islam na hata wale ambao sio Waislamu, leo kwa mapenzi yake Allah Subhanahu wa Ta'ala nimekuja kwenu na majani hayo unayoona hapa. Haya ni majani ya mronge. Haya ni majani ya mronge. Leo nataka nikupe faida zinazopatikana katika majani haya ya mronge, ili na wewe uweze kuyatafuta, uweze kuwa nayo na uweze kuyatumia biidhnillahi ta'ala, kwani kuna faida kubwa sana katika majani haya, lakini kwa bahati mbaya watu wengi hatufahamu na wala hatujui. Kwa hiyo leo kwa mapenzi yake Allah, basi ninakuletea faida hizi, zichukue na nenda kazifanyie kazi. Kuna majani haya ya mronge na kuna mbegu zake na kuna magome yake, lakini leo nitakufahamisha matumizi ya majani yake pamoja na tunda zake angalau kwa uchache sana. Sitaweza kuzama zaidi ili nikupe faida hii siku ya leo uweze kuondoka nayo biidhnillahi ta'ala. Na sitaki nikutawilishie muda mrefu, niingie katika topic moja kwa moja, alafu baada ya hapo nikupe faida zake. Lakini kabla sijaendelea mbele, kuna baadhi ya watu mara nyingi wananitumia message DM kutaka namba yangu ya simu. Japokuwa wanahitaja hii, yaonyesha wazi kuna baadhi ya watu video zetu waangalie mpaka mwisho. Kwa nikaona siku hizi basi nitakuwa nahitaji nambari hii mwanzoni, ambayo ni 0788 905151. Hiyo ni Airtel, na Tigo ni 0793 052 052. Ndugu yangu katika imani, katika hii miti Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amejalia baadhi ya miti miongoni mwao ni dawa. Baadhi ya miti ni dawa. Huu mronge sisi watu wa pwani huku Dar es Salaam, Tanga, Zanzibar, Pemba, Mafia, Kilwa tunauita kwa jina la mronge. Lakini ukienda kule Mombasa wao wanaita mringa. Mombasa kule wanaita mringa, na hata katika baadhi ya maeneo ya Kiarabu wanaita mringa mti huu. Lakini sisi watu wa pwani huku Tanga, Dar es Salaam, Bagamoyo, hiyo kenda mpaka unafika Mafia huko tunauita huu mronge. Na nimekuonyesha sample yake ni huu hapa, huu mronge una faida nyingi sana, lakini leo mimi nitakuelezea faida chache sana. Kwanza, majani ya mronge yanamsaidia mtu mwenye pressure ya kupanda. Yani mtu ana pressure ya kupanda lakini haishuki, ana pressure ya kupanda lakini haishuki, basi achukue majani ya mronge ayachemshe, alafu yaive sana. Yakishaiva sana majani ya mronge awe anakunywa kikombe kimoja asubuhi, kikombe kimoja jioni, kikombe kimoja asubuhi, kikombe kimoja jioni. Bi maana achemshe majani ya mronge kwa mtu mwenye pressure, lakini pressure yake ni ya kupanda na wala haishuki. Lakini faida ya pili, kuna gonjwa ambalo hivi sasa linasumbua watu wengi sana, mpaka baadhi ya watu leo nguvu za kiume zimekufa kwa sababu ya ugonjwa huu, au wengine nafikia hatua tendo la ndoa hawafanyi kabisa kwa sababu ya ugonjwa hili. Hili ni gonjwa la sukari. Sasa huu mronge unamsaidia mtu mwenye maradhi ya sukari ile ya kupanda ambayo haina balance. Basi achemshe, kisha baada ya kuchemsha atakunywa glasi moja asubuhi na glasi moja jioni, muda wa siku 7. Yani mtu mwenye sukari ya kupanda ambayo haishuki, basi achukue majani haya ya mronge alafu ayachemshe. Yani ayachemshe mpaka yanaiva sana. Ikishaiva basi aweze kutumia kunywa glasi moja asubuhi na glasi moja jioni, na atafanya hivyo kwa muda wa siku 7 kwa mtu ambaye anasumbuliwa na pressure ya kupanda na wala haishuki. Hii ni faida ya pili inapatikana katika majani haya ya mronge, mti ambao wallahi ladhimu una siri kubwa, mti ambao wallahi ladhimu endapo watu wangekuwa najua siri iliyomo, basi tusingekuwa tunaudharau mti huu wa mronge. Lakini hapa tuelewane kitu kimoja, isije labda mtu akaonekana na maradhi ya sukari
alafu kafikia hatua akaacha matibabu ya hospitali akawa anatumia mronge, kama yuko hospitali na dawa za hospitali aendelee nazo za hospitali, lakini vile vile akiutumia mronge itakuwa ni bora zaidi. Kwa hiyo hii inasaidia kushusha pressure ya mtu ambaye imepanda na pressure yake inakuwa haishuki. Basi akitumia majani ya mronge, walilahi alhamdu, basi pressure yake hiyo inakuwa inashuka biidhnillah taala, na ataitumia hiyo kwa muda wa siku 7. Lakini vile vile kuna mtu ana kidonda, hicho kidonda hakiponi kwa ajili ya sukari, ana kidonda lakini hakiponi kwa ajili ya sukari. Basi yeye achukue mbegu za mti huu wa mronge, achukue mbegu za mronge na mafuta ya zaituni, kisha mbegu hizo azikaange, kwa mafuta ya zaituni. Yani achukue mbegu za mronge azitwange, achukue mbegu za mronge alafu azikaange na mafuta ya zaituni. Nafikiri mnaelewa na kusudia nini hapo. Yani ayafanya yale sasa kama mafuta ya kula yale ya zaituni, kama vile ya kula atafanya hivyo. Kwa kifupi kwamba wewe elewa kwamba jinsi gani atakachukua na jinsi gani atakupona kuyakaanga. Bi maana anayafanya kama vile mafuta ya kula yale ya zaituni. Lakini apate mengi kidogo, apate angalau robo lita au nusu lita, alafu anachukua na zile mbegu za mronge atia katika sufuria au kalai, atakuwa anazikaanga pamoja. Baada kuzikaanga akimaliza hapo, kisha baada hapa ile mbegu zile atazitwanga apate ule unga wake, alafu ndio atabandika katika kile kisehemu ya kidonda ambacho kwamba hakiponi, lakini kile ambacho kinasababishwa na sukari. Kwa hiyo nafikiri mpaka hapo utakuwa umenifahamu vizuri na umeelewa vizuri, na katika magrupu yetu ya WhatsApp tutatupia yote, tutaweka hayo ili kila yule ambaye yuko katika grupu la WhatsApp basi atakuwa ameona na atakuwa amepata faida hiyo ambayo tumeieleza siku hii ya leo. Kwa hiyo cha msingi kama hata hizi faida ambazo nimezieleza za majani haya ya mronge, nimekueleza majani na nimekueleza na faida za mbegu za mti huu wa mronge, ambaye mwenye matatizo na maradhi kama hayo basi anaweza kaenda kujisaidia kwa namna moja ama nyingine kutumia majani hayo ya mronge. Lakini vile vile mronge huu unawasaidia wanaume wale ambao sperm zao haziko sawa sawa. Yani amekwenda hospitali akaambiwa wewe sperm zako hizi huwezi kuzalisha, yani mbegu zake zile za uzazi haziwezi kuzalisha. Basi na yeye atachukua mbegu tatu za mronge, atazifikicha. Baada ya kuzifikicha awe anatafuna asubuhi na jioni kwa muda wa mwezi mmoja. Yani yule mtu ambaye ameenda hospitali alafu akaambiwa sperm zake hizi, bi maana manii zake au shahawa zake hazina nguvu tena ya kuzalisha, basi yeye atakuwa anachukua mbegu za mronge 3, anakula asubuhi, atafuna asubuhi, 3 anatafuna jioni, 3 asubuhi, 3 jioni. Afanye hivyo kwa muda wa mwezi mzima, kisha baada hapo basi aende hospitali akapime, alafu angalie majibu gani ambayo kwamba yeye atapewa kwa kutumia majani ya mronge. Lakini vile vile majani ya mronge yanaondoa gesi katika mwili pamoja na tatizo la macho. Kama kuna mtu na shida ya macho haoni vizuri, basi kuna matumizi yake kutumia mbegu hizo za mronge. Inshallah ukihitaji basi unaweza ukaelekezwa. Lakini leo nimekuja hapa niwapeni hizi faida chache za mti huu wa mronge. Kwa hiyo kwa wale ambao wanakaa katika maeneo ambayo miti hii ipo, walilahi alhamdu, basi unaweza kutumia kwa namna moja ama nyingine. Ama umeupata lakini hujui jinsi gani kutumia, basi namba nimehitaji hiyo utanipigia, alafu nitakwenda kuelekeza namna gani utakwenda kutumia mti wako huo wa mronge. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.